Mtazamaji wa Global TV, hapa ni Superdome Masaki ambapo leo Samia Kalam Awards 2025 zitatolewa hapa na anayetarajiwa ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa mgeni rasmi. Na hapa ni Salum Kikeke. Habari yako? Nzuri sana. Mambo. Kwanza hongera kwa kupendeza, hongera kwa kuwepo hapa. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Hizi ni tuzo kubwa ambazo Mheshimiwa Rais ndio anatarajiwa kuwa mgeni rasmi. Neno lako kama mwanahabari ni lipi na thamani ya Mheshimiwa Rais kuwepo kwenye tuzo hizi wakati wanahabari wanaheshimishwa? Nadhani Rais Samia Suluhu Hassan atakuja hapa na kuona changamoto ambayo alitupa mwaka uliopita kuhusiana na jinsi tunavyofanya habari zetu hapa, hasa kutofanya habari ambazo zina analysis ya kutosha. Kwa hiyo ukitizama muundo wa hizi tuzo na kwamba hata zile kazi ambazo zimewasilishwa zimefanywa kwa weledi wa hali ya juu kabisa. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba changamoto ambayo aliiona Mheshimiwa Rais na kuwapa waandishi wa habari na kutupa sisi waandishi wa habari, matokeo yake tutayaona hii leo. Na kwangu mimi ni furaha kubwa sana, kwa sababu imekuwa ni rai yangu kila siku kusema kwamba tufanye kazi za waandishi wa habari kwa jinsi inavyotakiwa, lakini tumekuwa tukifanya kazi zaidi kwa mazoea. Kwa hiyo tuzo hizi ni imani yangu kwamba zitakuja na kuleta mabadiliko kwa jinsi tunavyoripoti habari zetu za kila siku, na hilo litakuza na kuleta imani zaidi kwa waandishi wa habari tunapokwenda mitaani na kuandika habari za wananchi na habari za serikali au habari za maendeleo na hata habari ambazo za kwenda kufichua vitu. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani ni tuzo muhimu sana, na kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuja kuwa mgeni rasmi, maana yake kila alichotuambia anakuja kutizama kama kuna utekelezaji umefanyika, na sisi kama waandishi wa habari lazima tutizame na kuona kama kweli tumebadilika japo kidogo na kwenda katika mwelekeo wa kufanya kazi kwa weledi. Leo tuzo zaidi ya 30 zitatolewa hapa. Ni tuzo gani ambayo unaisubiri kwa hamu na ni kwa nini? Kuna tuzo kadhaa, lakini moja ya tuzo ambayo nilidokezwa ni tuzo ya heshima ya mwandishi wa habari ambaye ameleta mabadiliko makubwa sana. Sasa na imani yangu ni kwamba mtu atakayeshinda hiyo tuzo ni mtu ambaye jenga sisi wote, ametusaidia na kutufikisha hapa tulipofika. Kwa hiyo tuzo kama itakwenda kwake, kusema kweli mimi itakuwa furaha kubwa sana kwangu siku wa leo, na moja ya sababu hata nimekuja ni kuiona hiyo tuzo leo. Ni vitu gani ambavyo wanapitia wanahabari ambavyo ni vigumu unatamani kuvisema, Kikeke? Kwa hapa Tanzania kusema kweli, ukitizama ilikuwa jana tarehe 3 siku ya uhuru wa vyombo vya habari, ukitizama katika takwimu kusema kweli Tanzania imepanda kutoka nafasi, imefika mpaka 95 sasa hivi. Sio mbaya sana, na ndio inaongoza katika eneo la Afrika Mashariki. Na nchi nyingi ambazo unaona ziko chini, maana yake waandishi wa habari wanapitia magumu makubwa sana, ama wako mahakamani wanashtakiwa, wamefungwa au wametekwa nyara, unajua wamebambikiwa kesi. Hivyo vitu hapa kwetu vimepungua kwa kiasi kikubwa sana. Unaweza kusema havijakuwepo kabisa. Hakuna vyombo vimefungiwa hivi karibuni vya habari. Kwa hiyo hilo limetujenga sana, lakini changamoto ambazo waandishi wa habari sisi tunapitia ni maslahi. Hela hakuna katika makampuni tunayofanyia kazi. Wamiliki wa vyombo vya habari hawalipi vizuri au hawalipi kabisa. Matokeo yake waandishi ambao wanakuja kazini kila siku, hujamlipa miezi 6 na bado anakuja kazini, ni habari gani ambayo inatoka kwenye chombo chako cha habari? Kwa hiyo hapo ndo tunapoteleza na zinatoka habari ambazo hazieleweki, kwa sababu waandishi wa habari hawana maslahi, na huko wanapotoka pengine wanapewa bahasha, na ukipewa bahasha maana yake na hujapewa mshahara, utaenda kuandika habari hiyo jinsi mtu aliyokupa bahasha anataka uiandike, na hiyo maana yake ni nje ya uandishi wa habari. Nini kifanyike ili tuweze kutoka huko ambapo unapazungumzia? Tunaingia katika enzi za kidijitali, AI inakuja, kwa hiyo changamoto inazidi kuongezeka. Jinsi mashirika ya vyombo vya habari vinavyopata fedha ni ngumu sana sasa hivi. Kwa hiyo sasa kama wamiliki wa vyombo vya habari inabidi wawe wabunifu wa kutafuta vyanzo vingine vya mapato ili sanaa hii, ili fani hii iweze kwenda vizuri. Neno lako kubwa kwa siku ya leo ambapo Mheshimiwa Rais anakuja kuheshimisha kwenye upande wa habari, lakini na waandishi wa habari, na yeye ndio anatarajiwa kuwa mgeni rasmi, Kikeke? Mimi nawatakia kila laheri washindi wote, na hata ambao wamechaguliwa lakini hawajashinda, wote ni washindi. Lakini umuhimu wa tuzo hizi ni kwamba
taasisi za serikali, ofisi za habari za taasisi za serikali zitapatiwa tuzo. Na hili kwetu sisi kama waandishi wa habari inatupa imani sana kwamba ukienda katika wizara fulani au ukienda katika idara fulani, maana yake kwa sababu ya uwepo wa hizi tuzo, utakapokwenda kuomba taarifa fulani katika wizara fulani au katika taasisi fulani, ina maana ofisi ya habari pale itafanya bidii kuhakikisha inakupa taarifa ambazo unazihitaji, wakiwa wanajua kwamba wakifanya kazi vizuri mwakani kama kutakuwa na tuzo kama hizi watatunukiwa. Kwa hiyo kwetu sisi kama waandishi wa habari nafikiri tuzo hizi zitatusaidia sana wanaofanya kazi fanya kazi katika vyombo vya habari vya kawaida, kwa sababu ya hizi tuzo ambazo wanapewa maafisa wa habari wa taasisi za serikali. Asante kwa time yako. Shukrani sana. Bwana ni Kikeke akiwa amezungumza, mwanahabari ambaye naye yuko huku ndani. Kuna mambo makubwa yanakwenda kutokea wakati Mheshimiwa Rais ndio anasubiriwa kuwa mgeni rasmi hapa Superdome Masaki. Mimi ni Gabi Mtanzania wa Global TV, na nyuma kamera master kabisa Gamondi mwenyewe kanyosha hii hapa. Asante. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.